simple way kusudi uelewe ni kwamba nafsi ya mwanadamu ni madhabahu ya Mungu. Hivyo ndivyo tulikuwa tumejifundisha, na tukasema kwamba kwa sababu nafsi ya mwanadamu ni madhabahu, basi hiyo ndio inakuanga spiritual altar. Ukisikia kwamba vita vinawaka katika dunia ama kanisani ama mnapigana vita kule nyumbani, vita hivyo vinakuanga vimetoka katika nafsi yako, ama vita hivyo vinakuanga vimefanyika katika nafsi. So kinachotokea katika hali ya kimwili, it is manifestational, it is the work or it is the result of that war. Ni majibu ya ile vita ambavyo vimeendelea katika ulimwengu wako wa kiroho. Na nilisema kwamba ulimwengu wako wa kiroho mara mingi uko connected na nafsi yako, na ndio maana nikasema kwamba nafsi yako ni madhabahu. Lakini kuna madhabahu ya kimwili ambaye ni madhabahu ya kanisa. But nilisema kwamba oleni wao ambao wanazunguka kutoka Jumatatu paka Sunday ama paka Saturday, ndio waende kanisani either kutubu, waende kanisani kuomba Mungu, waende kanisani kuimba, waende kufunga, waende kufanya nini katika ile siku ya saba. Hapana. Nikasema kwamba siku ya saba, it is a Sabbath day, ambaye Wayahudi walifanya very special day, wakaita is a holy day. Wayahudi waliita siku ya saba hiyo kwamba is a Sabbath day, ni siku ambaye walifanya kuwa special one, walikaifanya kuwa siku takatifu. Na ni kweli katika kanuni za Mungu, maandiko inasema kwamba Mungu alipumzika siku ya saba. Lakini maana hiyo imaanishi kwamba Mungu hakuendelea kufanya kazi wala hakufanya kazi tena. Bali alimaanisha kwamba siku ya saba ni siku ya uthibitisho ama siku ya ukamilisho. So nikasema kwamba ole wao ambaye siku zote ambazo wametumwa kwenda kutafuta, wametumwa kule makazi masehemu yao, waende wafanye kazi. Alafu wao kazi wanayoenda, walienda kufanya kazi ya physical work, wakaenda kupotelea katika physical work, wakasahau spiritual work ya Mungu ambaye aliwatuma. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu akasema fanyeni kazi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na siku ya sita fanyeni kazi, lakini siku ya saba mtapumzika. So nikasema kulingana na sheria hiyo watu wameichukulia vibaya. Watu wanadhamini kwamba siku hiyo zote, siku hizo kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ama Jumamosi, watu wakadhania kwamba ni siku ya physical work ya wanadamu. Hapana. Kwa sababu wakati mwingine nilihubiri nikasema, ukisikia Mungu anakuamuru kwamba siku fulani fanya kazi, siku fulani fanya kazi, Mungu, nilisema kwamba Mungu hana haja ya kuongelea physical thing. No. Mungu anakuanga na haja na your spiritual thing peke yake, because God is a spirit, and if God is a spirit, God must deal with spiritual thing. So if God told you that go and do your work these old days, from day 1 up to day 6, go and do your work, is not mean that God is saying that go uende kwa muhindi ama enda kwa shamba, enda upande ama enda ufanye nini. Hapana. Mungu anakutuma kwa kazi yake katika ile siku ambazo umeenda. Lakini watu wamejichukulia kwamba hizo siku 6 ambazo amepeana ni siku zao za kufanya matendo yao. So kuna watu ambao walijitenga, wakaanza siku hiyo, siku ya Jumatatu amekuwa msherati, siku hiyo ya Jumanne amekuwa mwenye fitina, siku hiyo ya Jumatano amekuwa ni mtu ambaye yeye yuko pale ni kusengenya watu na
kufanyia wengine chuki, na mwingine siku hiyo ya 4 amekuwa mchawi, kazi yake ni kuroga watu. Siku hiyo ya 6 huyo mtu bado hako hapo, kazi yake ni kuenda na kulawiti watoto wa wenyewe, ama anafanya mambo ambayo ni ya giza. So hii siku zote 6 watu wamezitenga kwa sababu ya minajili yao, wakasahau kwamba hao watu ni roho, na Mungu alipokuwa anazungumza anazungumzia mambo ya rohoni. Na je, mambo ambayo Mungu anazungumzia ya roho ambaye amekutuma, ama wanasahau kwamba mambo aliyowatuma Mungu si kwenda kwa kazi yao, bali ni kwenda kwa kazi ya Bwana. So watu wameshinda katika dhambi wakisema kwamba Mungu alitupa hizi siku tuendelee, alitupa hizi siku katika hali ya makazi yetu, ama alitupa hizi siku 6 kwa minajili ya mienendo yetu. Lakini niko hapa ama nikasema hapana, watu wamekuwa chukulia neno la Mungu positive, ama wamechukulia neno la Mungu kinyume. Watu hawaendani na neno la Mungu, wamekanusha neno la Mungu. Maana Mungu ni roho, na Mungu hana haja na kutili na physically thing, but ana haja na kutili na spiritually, because you are a spirit. So anapokuagiza enda kazi, anakuagiza uende kwa kazi yake na wala si kwa kazi yako. So hapa ndipo ni kama sisi wanadamu tumegeuza lugha ya Mungu na kusema kana kwamba Mungu ametupatia katika sheria zake kuna sehemu ametupatia sehemu ya kutenda dhambi. Inamaanisha hivi, ndio tunamaanisha. Kwa sababu kama tunamaanisha kwamba Mungu ameamuru kwamba twende kwa minajili ya mambo yetu sisi wenyewe katika hizi siku zote 6 kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, hii inamaanisha kwamba Mungu ametupa sehemu ya kwenda kutenda dhambi zetu. Mungu ametupa sehemu ya kwenda katika njia zetu sisi wenyewe. Lakini ukisoma katika Biblia yote nzima, hakuna sehemu ambaye Mungu ameruhusu mtoto wake aende kinyume chake, aende kwa nguvu zake. Hakuna. Bali Mungu amesema, mimi nitaenda na wewe. Wewe enda, lakini mimi nakutangulia, nitakuwa pamoja na wewe. Inamaanisha kama Mungu anakutuma kwamba nenda, ni sawasawa na Yesu alipotuma wanafunzi wako kwamba nendeni, lakini msichukue mikoba. So si kwamba Yesu alibaki nyuma, Yesu alikuwa katikati yao, anawaangalia ni nini watakachokifanya. Lakini sisi tunakosa kuunderstand maandiko. Tunasema kwamba Mungu alitupa siku 6 ya kufanya kazi. Watu tunaenda kuishia kwa waindi, watu tunaenda kuishia kwa uchawi, kwa usherati, wengine tunaishia katika mambo ya vitina, uchawi, ulegevu wa maneno machafu. So hiyo siku tunapokuja kanisani, siku ambaye Mungu amesema njooni mbele yangu, siku ya Sabato ya ukamilisho, sisi hatujui kama ni siku ya ukamilisho na hatujui tunaenda kukamilisha nini. Wengine tunakuja na machafu yetu mbele ya kanisa, wengine tunakuja na madhambi yetu mbele ya kanisa, wengine tunakuja na usinifu wetu mbele ya kanisa. Tunakuja kukamilisha usinifu tuliokuwa tunafanya weekdays. Wengine tumekuja na ile usherati tuliokuwa tunafanya, tunakuja kukamilisha siku ya Jumapili ama siku ile ya Sabato. Wengine tumekuja na uchawi wetu kuja kukamilisha, maana siku ya 7 ni siku ya ukamilisho. Sijui kama watu wananielewa hapa. Siku ya Jumamosi, siku ya Sabato ama siku ya 7 ni siku ya ukamilisho. Na nikumbuka nilisema ukamilisho, neno Sabato ni sawa na kusema ukamilisho. Ni kusema ukamilisho. Ama kwa lugha ingine Wayahudi Waibrania walisema hiyo ile neno linaloitwa Sabato ni neno la ukamilisho, a perfect day, ama neno linamaanisha amen. Amen inamaanisha na iwe hivyo, ama amen inamaanisha nimetia muhuri ama nimetia chapa ya kwamba iwe hivyo. So hapa kuna kitu ambacho tunafanya kwa kukosea. Tunabadilisha maandiko ya Mungu na tunafanya kana kwamba Mungu ametupa sehemu ya kwenda katika njia zetu za dhambi na katika njia zetu za usinifu, usherati, nini. So tunajidanganya, siku ya 7 tunakuja kukamilisha. Wengine tunafikiria kwamba tumekuja kuabudu, kumbe tumekuja kukamilisha usinifu wetu, pasipo kujua kwamba Mungu alitutuma twende katika makazi yetu.
Si kwamba alisema twende tufanye kazi kwa kazi yetu sisi wenyewe, bali twende tukafanye kazi ya Mungu. Kama wewe ni mwabudu, nenda abudu. Kama wewe ni mwinjilisti, nenda ukafanye uinjilisti. Kama wewe ni mtume, nenda ukafanye utume wako katika zile siku sita. Siku zote, siku sita. Na kama wewe ni aposto, fanya uaposto wako. Kama wewe ni mshauri, basi nenda kashauri watu katika zile siku sita. Lakini siku ya saba, njoo kanisani, njoo tukafanye ukamilisho. Maana hiyo siku ya saba Mungu anataka ulete kile ambacho umekitoa katika ile kazi yako. So, samahani sana kwa sababu huenda nimeenda nikazungumza mambo mengi sana. Lakini nilitaka nikufundishe kitu, kwa sababu watu wanaichukulianga sabato kama kitu ingine ya ajabu sana. Na wakati mwingine ninapokuwa nafikiria, ninaona wanadamu wakati mwingine wanageuza maandiko ya Mungu na wanafanya Mungu kuwa muongo. Na wanafanya Mungu kuwa mtu wa ajabu sana. Kwa sababu Mungu hawezi kuwa shetani, na Mungu katika nafasi ya Mungu hawezi kukubali wewe mtoto wake uende ukakue katika, utoke katika uwepo wake. Na ndio naona kuna wengine mpaka leo hii, kuna wengine ambao hata wamefundishwa kuimba kwamba Baba nakuja mbele zako, Baba nakuja mbele zako, sijui nini. Hawajui kwamba Mungu hakubali mtoto wake aende pasipo uwepo wake. Mungu hakubali mtoto wake atoke katika uwepo wake. Hapana. Mungu siku zote hata anapotutuma kwamba twendeni katika makazi yetu katika hizo siku saba, siku sita tufanye kazi. Hiyo kazi anayotutuma sisi si kazi ya mawazo tunayowaza sisi, bali ni kazi yake yeye mwenyewe, kazi ya mapenzi yake. Sijui kama ushawahi kujiuliza mapenzi ya Mungu kwako ni gani? Na sijui kama ushawahi kujiuliza kazi ya Mungu aliyekutuma wewe ni gani? Lakini wewe unasemanga tu katika siku sita alisema nifanye kazi. Je, unafanya kazi gani? Hivi unajua maandiko yanasema vizuri ya kwamba hata ndege wa angani hawalimi, hawapandi, bali wanakula na kuzaza. Sijui kama ushawahi kujiuliza hiyo. Hivi inamaanisha kwamba Mungu hakutuma watu kwenda kwa minajili ya mambo yao. Hapana. Mungu alituma watu wake waende wafanye kazi yake mwenyewe Mungu. Kazi ya Bwana Mungu, si kazi yao. Na hapa ndipo shetani alikuja na kugeuza mawazo ya wanadamu, akawaambia kwamba Mungu amesema muende mfanye kazi zenu, msifanye kazi yake. Siku ya Jumapili ndio mtafanya kazi yake, siku ya Jumamosi ndio mtafanya kazi yake. Na ndio maana Yesu alipokuja katika ukumbi wa Suleimani, alipata kuna mwanamke aliyekuwa na nundu mgongoni. Basi akaenda akamwambia, shetani hana aibu, amekufuata paka ndani ya kanisa. Akamwambia, kuwa huru, funguliwa, maana umesamewa dhambi. Wale watu wakaanza kugombana, kwa nini unamponya mtu siku ya Sabato? Na yeye aliwauliza, mbona nyinyi hizi siku zote mnapokuwa nyumbani kwenu, ama mbona nyinyi siku zote, ama Jumamosi kama leo, ama Sabato kama leo, ng'ombe wenu akianguka shimoni hamtamtoa kwa sababu mnangojea, kwa sababu ni siku takatifu? Basi waliangalia wakaona hapana, wakingojea ng'ombe kama ameanguka kisimani, wakingojea Sabato ishe anaweza kufa. Wakashindwa cha kuongea kwa sababu waliona haiwezekani, wanaweza kuwa wauaji. Kwa hivyo Yesu akawaambia, nyinyi mnatenda dhambi. Alikuwa anajaribu kuwaonyesha kwamba nyinyi mnaendelea kutenda dhambi kwa kutumikia maandiko vibaya. Kwa sababu haja ya Mungu anayoitaka cha maana ni kujua kwamba wewe umetumwa kazini. Na ile kazi ambayo umetumwa haijalishi ni siku ya saba wala haijalishi ni siku gani. Kwa sababu mwanadamu wewe umetumwa siku sita ufanye kazi. Lakini siku ya saba siyo wewe utafanya kazi. Siku ya saba wewe unaleta ile kazi mbele za Mungu kusudi Mungu mwenyewe sasa aweze kuikamilisha. So inaonyesha kwamba siku ya saba si siku ya mwanadamu kufanya kazi, ndiyo, lakini ni siku ya Mungu. So wewe kama mwanadamu unahitaji upeleke yale ambayo uliyafanya kwa Mungu na yeye aweze kuikamilisha. Kwa hivyo ni siku ambayo Mungu mwenyewe anafanya kazi. Licha kwamba watu wengi wanajua kwamba Mungu alipumzika siku ile ya saba.
So mtu anayekupumzika siku ya saba sio Mungu, bali ni wewe mwanadamu ndiyo inafaa upumzike siku ya saba. Na hiyo siku ya saba Mungu anakuja na yeye kukusaidia. Na ndio maana inafaa kila mtu siku ya saba ama Jumapili ama Jumamosi ule mtu awepo pale msikitini ama awepo pale kanisani kwenye ukumbi mali ambapo Mungu hapo, apeleke hoja zake pale, apeleke challenge yake, apeleke maneno yake, apeleke kazi aliyokuwa ameifanya pale kusudi Mungu aweze kukamilisha. Lakini watu tumeenda tukatoka kwa barabara, tukatoka kwa njia, tumegeuza maandiko, tumefanya kana kwamba Mungu, yani kana kwamba tunasema Mungu ametupa sehemu ya kuenda kufanya mambo yetu, lakini pia kuna siku ametupa tuje tufanye mambo yake. Hapana. Mungu hawezi kutupatia siku ya kufanya mambo ya kuenda kutenda dhambi tena kuja atupe siku ya kutenda mazuri. Haiwezekani. Maana alisema kama ni mwanga ni mwanga tu, kama ni giza ni giza, na hakuna siku giza litaingia, litachangamana ama litaweza kuunganika na nuru. Haiwezekani. Jua ikitoka mwezi inaondoka. Hiyo ndiyo kweli. Kwa hivyo nilikuwa nasungumzia kuhusu if you want to know a living altar, the character of the altar. If you want to know the character of the living altar, utajuaje madhabahu iliyo hai? Na tulipoanza kusoma, tulisoma kitabu cha Mwanzo. Tulisoma kitabu cha Mwanzo ambaye ilituambia habari ilisungumuza juu ya Isaka. Inasema kwamba Isaka alipokuwa mzee, kabla macho yake alipokuwa mzee na macho yake yalipokuwa yamepofuka asione. Maandiko yanasema Isaka alipokuwa mzee na macho yake ilikuwa imekuwa kipofu asione tena. Alimuita Esau na akamwambia, mwanangu, nakutuma uende ukawinde kusudi uniletee, unifanyie chakula kitamu nile nikubariki. So nilisema hapa ya kwamba hili kitendo, kwa sababu Isaka ni madhabahu iliyo hai, Isaka ni madhabahu iliyo hai. Inabidi kabla hajaenda, inabidi angaikie kizazi chake. Na kwa nini aangaike? Anaangaika kwa sababu anajua kwamba yeye hako anaisha ama hako anakufa. Na tayari kulingana na kanuni ya Mungu, uhai katika dunia haufai kuisha katika dunia. So madhabahu iliyo hai ambaye ina uhai, wakati inajua ya kwamba siku zake zinaendelea ama inaendelea kusonga na iwende itaweza kufika mwisho, liwe liwalo, lazima madhabahu hiyo iachilie baraka. Liwe liwalo, lazima madhabahu hiyo iachilie baraka. Lakini hii character ama hii maandiko ya kusema kwamba Isaka alipokuwa mzee amepofuka paka macho, ilibidi amuite mwanawe, hii inaonyesha kwamba Isaka ni sawa na madhabahu. Na hii inaonyesha kwamba ile madhabahu ya Isaka ilikuwa ni madhabahu ambaye ilikuwa inatumika sawa, inatumika na washirika kama vile kina Esau, kina Yakobo, kina Rebeka ama kina mama ya Yakobo. Ndio walikuwa wanasavu hiyo madhabahu ya Isaka. Lakini hawa watoto wa Isaka ama hawa washirika wa Isaka ama hawa washirika wa hii madhabahu ya Isaka ni washirika ambao hawakukuwa na revelation, hawakukuwa na ufunuo juu ya madhabahu. Walikuwa wanatumika tu, lakini walikuwa gizani. Na hii inaonyesha kwamba
Esau, Yakobo, Rebeka hawakujua umuhimu ya hiyo madhabahu, na hawakujua kama hii madhabahu inanena, na hawakujua hii madhabahu inataka nini. Lakini maandiko inasema kwamba Esau alikuwa mwindaji na Yakobo alikuwa ni mtoto wa mama. Lakini cha ajabu ambacho mimi hata mwenyewe ninakipata hapa ni kwamba kando ama licha kwamba Esau alikuwa mwindaji, hakuna siku Esau mwenyewe alimwendea baba yake na kuuliza huyo baba, unataka nini nikutafutie? Baba amekuwa kipofu, mpaka amekuwa kipofu, macho yameenda hayapo tena. Hajawahi kuenda kwake kumuuliza kama mtoto wa kwanza, kumuuliza baba, inafaa nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Na si kwenda kumuuliza, hakukuwa karibu yake. Licha kwamba alikuwa mwindaji, lakini hakukuwa karibu na baba yake. Hapana. Maana baba yake ameenda mpaka amekuwa kipofu. Na tazama, baba ndani yake mwenyewe anajua kwamba hivi karibuni nitakufa. Kumbuka nasungumuzia a living altar. Nasungumuzia a living altar. Na point number 1 unaweza kuandika the character of living altar. A living altar must have a sound. Yes. Madhabahu iliyo hai lazima itoe sauti. Lazima iwe na nena. Point number 1. Madhabahu iliyo hai, a living altar, madhabahu iliyo hai lazima iwe inanena. Lazima iwe inanena kwa washirika, iwe inanena kwa watumishi, iwe inanena kwa watoto wa ile madhabahu. Madhabahu iliyo hai lazima inene kwa watoto. Na madhabahu iliyo hai lazima inene kwa wapi? Kwa watoto. Na even though watoto wanaweza kosa kusikia, lakini itaendelea kunena tu. Kwa hiyo madhabahu yoyote iliyo hai lazima ikuwe na sauti ya kunena. Lazima ikuwe na nena. Hiyo ndio point ya kwanza, kujua madhabahu iliyo hai. Lazima madhabahu iliyo hai iwe na sauti, iwe inanena kwa watoto, ama isiponena kwa watoto itanena kwa baba, ama itanena kwa watu walio katika dhehebu hiyo. So madhabahu iliyo hai ina sauti, na madhabahu iliyo hai inanena. Na tumeona hapa kwamba jambo lingine ambalo tunajifunza hapa, tumeona ya kwamba unapoendelea pale utapata point ambayo ni ya pili pale. Nafikiri umepata ya kwanza kwamba madhabahu iliyo hai lazima inene. Liwe liwalo, ijalishi kuna nini, lazima itakuwa inanena. Lazima itanena juu ya maisha yako. So ijalishi wewe unaisikiza ama usikii, madhabahu iliyo hai itakunenea tu. Ijalishi unaisikiliza ama uisikilizi, lazima itaendelea kukunenea. Lakini jambo ambalo nataka ujiulize, wakati inakunenea na wewe ambao hausikilizi wala hauisikii, ama wakati itakuwa inanena, inakunenea na wewe hauko karibu yake, wewe haukuangi karibu ya hiyo madhabahu, au hujafanya urafiki na hiyo madhabahu, je, itakunenea mambo yapi? Hapo ndipo nataka utafakari, ujiulize kabla hatujaenda kwa point namba 2. Lakini maandiko inasema kwamba Isaka akamuita mwanawe akamwambia kwamba nenda ukafanya nini? Ukawinde, ukanifanyie chakula kitamu. Na hii inamaanisha kwamba, second point inamaanisha kwamba madhabahu yoyote ile ambaye watu wanaenda juu yake, ama ambaye watu wanaitumikia, madhabahu yoyote, hii inamaanisha kwamba katika kila madhabahu
na kwa kila nafsi ama kwa kila mwanadamu aliye na madhabahu, madhabahu inamuitishanga zile favorite food, ama inaitishanga kile kitu ambacho inapenda kwa kila nafsi ya mtu, si as individual, hapana. Kwa kila mtu wa ile dhehebu ama wa kanisa, madhabahu inaitishanga kitu ambacho inapenda. Inamaanisha kwamba madhabahu inataka wakati second point ni kumaanisha kwamba madhabahu inapokuitisha, inakuitisha kitu ambacho inataka, sio ambacho wewe unataka. Si kama naelewa? Second point ni kwamba madhabahu inapokuitisha kitu, haitishi kitu ambacho wewe unataka. Hapana, inaitisha kitu ambacho madhabahu yenyewe inataka. Maandiko yanasema Isaka kama madhabahu akaitisha Esau kwamba nenda kanifanyie mnyama, nenda kaniwindie mnyama, so ukanifanyie chakula kitamu ninachokipenda. So inamaanisha kwamba madhabahu iliyo hai si kwamba wewe unaleta tu kitu kwa sababu umeleta. Hapana, lazima uwe msikivu, uwe mtiifu, uwe mnyenyekevu, uwe mtu ambaye uko tayari kusikiza sauti yake. Na iwapo uko tayari kusikiza sauti yake, hii inamaanisha kwamba point namba 2 ya kwamba madhabahu inaitishaga kitu ambacho inapenda, si wewe ulete kitu unapenda wewe mwenyewe. Hapana, lakini itakuitisha kitu inachokipenda. Na hii inaonyesha hata katika madhabahu ya nini? Madhabahu ya kidunia, ya kishetani ama ya kipepo. Hata wale watu ambao wako katika Freemason ama Illuminati hawaitishi kitu ambacho wewe unataka wewe mwenyewe. Hapana, wanaitisha kitu ambacho hao wanataka, na wanaangalia miungu yao, wanaangalia ndani kitu anataka, na anaangalia kitu aswa kile ambacho kitakukosti, kenye wewe hata huko una expect, kitu ambacho wewe hauko unatarajia, ama kitu ambacho roho yako ilikuwa imehost, imeshikilia kwamba ndio kitu cha dhamani kwako, hauwezi kukiachilia. So miungu yao iwanga inaangalia ni nini ambacho wewe unapenda sana, umeshikilia kwamba kinakuwa kama ndio maisha yako. Hapo ndipo, hicho ndio kitu ambacho madhabahu ya kipepo ama ya kishetani uwanga inaitisha. Na ndio nasikianga mtu ameitishwa mama yake, mtu ameitishwa baba yake, ama mtu ameitishwa mtoto wake, kwa sababu miungu zinaangalia na kujua kwamba hiki ndicho kitu ambacho anategemea. So kile ambacho tegemeo la moyo wako, ambayo moyo umeegemea, ndicho kitu ambacho madhabahu inataka. Lakini mara mingi watu tunakosea, tunaenda kutoa ile ambacho sisi tunataka kanisani ama katika madhabahu. Tunaenda kutoa kile ambacho tunataka sisi. Wengine leo tunatoa ile mabaki, mazalio. Baada ya kupokea pesa fulani, tukafanya vitu vyetu vingi, tukamaliza zile pesa ambazo zimebaki, change ambayo imebakia juu ya, umeenda ukanunua mboga, kabaki na ile coins, umeenda ukanunua nguo, kabaki na zile coins, ndio unasanya sasa unataka kuleta kanisani, kwa sababu umemaliza mienendo yako. Na tunasema kwamba tunatoa a sacrifice, ama tunasema kwamba it is our sacrifice. No, sacrifice ni madhabahu inaitishwa, si wewe ambaye unapeleka. Hapana, madhabahu ndio inakuitisha kwamba nataka unifanyie chakula kitamu ninachokipenda ama ninachokitaka mimi. Kwa sababu sacrifice, mwalimu mwingine alifundisha akasema kwamba ni sehemu ya mbegu ambayo unaenda kupeleka kwa madhabahu kwa ajili ya kubadilisha hatima fulani, kubadilisha hatima fulani ama kupokea kitu fulani. Sacrifice unaenda kuweka kwa madhabahu, ama unaibeba kupeleka kwa madhabahu. Pale unapopeleka pale, umepeleka hii na unapewa fulani, so ni exchange ya kitu, ndio inaitwa sacrifice. So kama kwa watu Freemason wanasema tupatie mtoto
tukupe utajiri. So unapeana mtoto ama unapeana mke ama unapeana mzazi, wanakupatia nini? Wanakupatia utajiri. Vile vile sacrifice yako ambayo unaenda kuitoa pale, wewe ni exchange ambayo una exchange. So huyu akamwambia kwamba, Isaka akamwambia Esau, nenda fanya chakula kitamu ukanilete. Maana Esau alikuwa mwindaji, lakini katika mawindo yake yeye hajawahi kukumbuka mwenyewe kwenda kuuliza, baba unapenda nini? Madhabahu unataka nikufanyie nini? Hapana. Imefika paka hii madhabahu amezeeka, amekuwa kipofu. Sasa inabidi mwenyewe aitishe. Na kwa sababu aliona kwamba mimi nisipoitisha hii huai nitaenda nayo, na haifai niende nayo, inabidi niwaachie hawa watu. So na hiyo ndio ilibidi nikakwambia kwamba madhabahu iliyo hai, liwe liwalo, lazima iweze kufanya nini? Kubariki. Madhabahu yoyote iliyo hai, ijalishi kwamba wewe utakuwa karibu ya mzee, ijalishi kwamba utakuwa mbali, ijalishi ya kwamba utakuwa unasikia sauti wala usikii, lazima tu itabariki. Hiyo ndiyo kweli. Na hii ndio maana siku nyingine nilihubiri, nilisungumuza kwenye Facebook yangu nilipokuwa live, nikasema inawezekanaje watu manabii wamehubiri miaka na miaka, wamejaza ukumbi wa watu, wana madhehebu, wana watu wengi sana, madhehebu tofauti, na madhehebu zao zinabeba watu wengi sana kama 40,000, 50,000, 60,000, 30,000, 3,000, na watu hao wanaenda hata nje ya mataifa, wamefanya miaka, lakini hawana hata watoto. Unapata hao tu ndio wana mandege, wana Range Rover, au ndio wana Discovery, wana nini, lakini watoto wao hapa nyuma ni masikini wote. Hakuna mtu ambaye hata ako na nyumba ya mawe wala hata gari, lakini wao ndio wanabaki kujipiga vifua tu pale ya kwamba sisi ni manabii, ya kwamba sisi ni nini, sisi ni mitume, sisi ni maaskofu, sisi nini, tumefanikiwa, tunalisha watu. Ndio kweli wanaweza kuwa wanalisha watu, lakini kwa mbona watoto walio nyuma yao ni masikini wakati wao ni matajiri? Hii inamaanisha kwamba wao ni madhabahu iliyokufa, ama ni madhabahu ambayo haibariki, ni madhabahu ambayo imekauka, the Canaan altar ambayo haina chochote cha kutoa. Kwa sababu kama wewe ni tajiri, una mandege, una magari, una nini, maploti, unaenda kila mahali, sehemu kila, mbona washirika wako wanafulia watu manguo kwa oria kule, wakati wewe mwenyewe ni mtu ambaye kupanda ndege kwako sio shida? Injili gani ambayo tunaweza kuwa tunaifanya tukiipeleka kule ng'ambo, wakati hapa kwetu hatujaiweka? So madhabahu ambaye yana uhai ama yana baraka, ijalishi wewe unaisikiliza, unaitii, ijalishi kwamba unaitii wala huitii, ijalishi ya kwamba wewe unafanya kazi gani, unafanya kazi kubwa na autoi sana ama ufanye nini, haijalishi. Lakini inafikia kiwango kwamba ile madhabahu, kwa sababu ni madhabahu yenye baraka, lazima ibariki tu, lazima iwachilie uhai tu. Sijui kama mtu ameelewa pale. Ila ninachotaka kukuelekeza sana na kukuchanua zaidi, maana sikwambii kwamba utoe, usipotoa utabarikiwa, useme sasa mbona nitoe. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba lazima kusudi upate uhai ama ubarikiwe katika madhabahu, lazima ujifunze kuwa karibu na madhabahu yako, lazima ujifunze kuwa karibu na baba yako, lazima ujifunze kusikia sauti ya baba yako, lazima ujue baba yako anataka nini, ama lazima ujue sauti ya madhabahu yako, lazima ujue hiyo sauti inataka nini na inapenda nini. Na hii nayasema hii kwa sababu Esau kama angejua mapema baba anapenda nini, hangengoja mpaka baba yake aenda aitishe. Hapana, angeenda mbele mapema kabla hata ya baba hajakuwa kipofu, na baba angembariki. Maana kumbuka kwamba katika upovu wa yule mzee ndio ulifanya
yeye akaweza kumbariki Yakobo badala ya kumbariki Esau, kwa sababu tayari alikuwa ameshakuwa kipofu. So huyu ameitisha sadaka, ameitisha huyu jamaa aende atoe sacrifice, aende awinde, alete mawindo, lakini ni kipofu, haoni. So anapokuja anatumia tu mapua, anatumia mapua tu kunusa, anasikia, anasema harufu hii nasikia kama ni harufu, nasikia ni harufu ya Esau, lakini nasikia naona manyoa, nikiguza manyoa naona manyoa, anasikia harufu ni ya Yakobo, lakini anasema nasikia harufu ni ya Yakobo, lakini nikiguza mwili naona mwili ni wa Esau, kwa sababu macho haioni. So Esau kama angekuwa mtu wa kuwa karibu na madhabahu, kuwa karibu na baba yake, Esau kama angekuwa mtu wa kuwa anasikiliza sauti ya madhabahu na kujua inataka nini, inaelekea wapi, basi baba yake angembariki mbele kabla hajakuwa kipofu. Kwa hivyo hata huyu Yakobo hangeweza kupata chochote kile, lakini kwa sababu ya kukaa mbali, kuwa don't care na madhabahu, kuwa don't care na baba yako wa kiroho, kuwa don't care, ilifanya Esau akaweza kupoteza. So kumbuka, tunazungumzia utajuaje madhabahu iliyo hai. So juzi nikasema kwamba ukienda tu physically madhabahu iliyo hai, ukitaka kujua kwa sasa, wengi wao unapoenda katika kanisa ama dhehebu la mtu, unapata kwamba katika dhehebu la mtu wale washirika wa pale, unapata kwamba wanatoa kwa wingi. Utaanzia kwa matoleo yao wanaitoa, sadaka zao, fungu zao, vile wanatoa. Utaangalia furaha walio nayo, utaangalia uchangamfu walio nayo, utaangalia ndani ya kanisa matangazo wanayotangaza, iwapo kama kuna vifo ndani ya hiyo kanisa. Utaangalia katika ushuhuda wao, kama katika ule ushuhuda kuna magonjwa mingi. Hiyo peke yake, ukienda katika hiyo step 5, itakuonyesha kwamba ile kanisa ina uhai ama haina. Kwa sababu first thing, ukienda kwa kanisa mara ya kwanza, alafu nasikia nilitoka matanga, mke wangu sijui mama yangu alikufa ama nani alikufa, kidogo mwingine anakuja nimekuwa hospitalini, mama fulani alikuwa mgonjwa tukamtoa, sijui nasikia nilikuwa nimegongwa na gari, Mungu amenisaidia, sijui nasikia juzi nilikuwa nimelemewa, hata leo ni neema ya Mungu. Vitu vingi kama ushuhuda wa namna kama hiyo kanisani sio ushuhuda wa Mungu. Unajua watu wengi tumebadilishiwa akili na shetani, kama nilivyosema kwamba watu wengi walifikiri wakati Mungu anasema nendeni mfanye kazi siku ya 6, siku ya 7 muje, watu wakafikiria kwamba Mungu aliwaambia waende wafanye dhambi katika zile siku 6 na siku 7 wakuje watubu. Vile hapa hivyo kanisa sasa zimekuwa hivyo. Unaona Jumapili watu wanasimama na kusema mama yangu aligongwa, juzi alikuwa amegongwa, na sasa wakati amegongwa nimeenda hapo hospitalini, nashukuru Mungu kwa sababu hajakufa. Unasikia kidogo, juzi nilienda matanga, mama yangu alikuwa amekufa, lakini nashukuru Mungu nimefika salama. Yani ushuhuda kama hiyo. Unasikia juzi nimevunjika mkono, lakini nabii akakuja kuniombea nimepona. Mwingine juzi nilikuwa na ugonjwa, leo nabii ameniombea nimepona. Sikiliza, hiyo ni kumsifu shetani. Hiyo si ushuhuda, si ushuhuda. Ukienda kuangalia vizuri, wanafunzi wa Yesu walipotumwa kazini, wale 70 walikuja wakasema nini? Waliambiwa nendeni. Wale 70 walipotumwa na Yesu walikuja wakasema nini? Walisema, Bwana, tumeshangaa maana na walifurahi sana, maana walikuja wakirukaruka, wakasema, Bwana, tumeshangaa na tumefurahi sana kwa sababu tulimuona shetani na macho akianguka. Shetani na macho akianguka. Yesu akasema, msifurahi kwa sababu mmeona shetani akianguka, wala mmeona mapepo zikikimbia zikipiga nduru. Hapana, lakini furahini kwa sababu mmeandikwa katika kitabu cha nini?
cha uzima. Sasa hii ushuhuda yetu ambaye tuko naye ya kila siku, nilivunjika nikakuja kuombewa, sasa nimepona, mama yangu alikuwa mgonjwa ameombewa amepona, nimetoka matanga nimefika salama, nashukuru Mungu. Hizo ni ushuhuda gani? Hiyo ni kumsifu shetani na wala si ushuhuda wa Mungu. Ushuhuda wa Mungu si ushuhuda wa magonjwa. Ushuhuda wa Mungu si ushuhuda wa vifo na mauti. Ushuhuda wa Mungu sio ushuhuda wa maaccident kwa barabara. Hapana, sio ushuhuda wa Mungu hiyo. Hata mimi hushangaa akili za watu waliosoma paka university wakaenda, wengine wakaenda kusoma paka theolojia, wengine wakaenda nini. Ninashangaa hawana aibu kusimamanga na kufungua mativi zao. Kazi yao ni kushuhudia vile watu wamegongwa, vile wengine wameteswa na shetani, vile nini. Wanashangaa hawana aibu wa kuonyesha vitu kama hizo. Hivi maandiko yanasema tunamshinda shetani kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Niliambia watu wakati mwingine nikasema neno la ushuhuda ni kushuhudia matendo ya Bwana, ya kwamba nimeona shetani yakianguka. Si kwamba unashuhudia wakati shetani amekugonga kwa barabara, amekuangusha, amekuvunja, wakati shetani ameangamiza familia yako yote, unakuja kushuhudia kwamba mimi ndio nimebaki. Hapa kuna kitu ambacho tunakorogewa, ama kuna mafundisho ambayo tunapewa ambayo si sawa. Madhabahu iliyo hai utaiona katika hizo njia 5 nimekuambia. Utasikiliza ushuhuda wao, utaona kutoa kwao. Maana nilisema ya kwanza kwamba watu waliobarikiwa na Mungu, watu waliokaa kwa madhabahu iliyo hai, hawajivuti wakati wanatoa. Hawaambiwi toeni, hapana. Watu wale hawangoji kikapu ya sadaka ama kikapu ya offering ama ile sanduku la tithe liletwe, hapana. Wakati mchungaji anaanza kuhubiri ama akisimama, waliyebarikiwa, kwa sababu ile wanaona ile nguvu ya madhabahu na heshima ya madhabahu, na wako tayari wana expect kupokea kwa ile madhabahu. Kabla baba hata hajaanza kusema, wao wanaanza kutoa fedha zao, mali zao, dhahabu zao na kurusha pale katika madhabahu, kusudi wakijua kwamba yani wanafanya hivyo kusudi waweze kupokea. Kwa sababu watu walioendelea kiroho na watu ambao wako katika madhabahu iliyo hai ni watu ambao pia wameendelea katika viwango vya kiroho, wanajua ni nini cha kufanya. Kwa hivyo katika matoleo yao utajua tu hawa ni watu waliobarikiwa, na hawahitaji tena kutengenezewa mafundisho ya matoleo. Hawahitaji kutengenezewa tactics za kutafutiwa mbinu za kutoa pesa, hapana. Na hata kanisa hahitaji hata mambo ya matoleo. Kanisa halihitaji kuhubiri mambo ya matoleo. Watu ambao wanafaa waende wahubiriwe mambo ya matoleo ni watu wa dunia, kwa sababu tendo la kutoa sio la Wakristo tu. Tendo la kutoa ni za watu wote wa dunia na watu wa nini, wa kanisa. Maana imeandikwa vizuri ya kwamba nyinyi ambao ni watumishi wa Mungu, wakati mtasimama na watu wa mataifa watawaletea sadaka na dhabihu, na Mungu ataelekeza viuno vyao, watakuja kwenu kutoa sadaka. So inamaanisha kwamba watu waliookoka, mitume wa Mungu, wanafunzi wa Mungu, wanapokuwa wamesimama, sadaka watakula kwa watu wa dunia, si kwa watu wa kanisa. Hapana, sadaka zao zitatoka kwa watu wa dunia. Hao ndio wataleta. So how comes watu wa kanisa wanafika kiwango ya kuanza kuhubiriwa mafunzo, kufundishwa mafunzo ya kutoa? Iwezekani. Watu wa dunia ndio inafaa waende wafundishwe jinsi ya kutoa, kwenda kutoa kwa Mungu. Kuambiwa kwamba hivi vyote ambavyo tunavipata vimetoka kwa mwenyewe ambaye ndio huyu, ambaye ni baba yetu. Kwa hivyo mkitaka kusucceed sana na kuendelea sana, nendeni mtoe. Na vile vile hata Luka ameandika kwamba mkono unaotoa ndio utakayebarikiwa. Hajasema kama ni mkono wa Muislamu, wa Mkristo, wa mtu wa dunia ama wa mtu aliye katika Mungu. Ni mkono wowote ule. Kwa hivyo hata mafunzo ambayo inabidi tuhubiri, lazima tuangalie na kuchunguza ndani. Na ukitaka kujua madhabahu iliyo hai, utaangalia pia mafundisho ambaye wachungaji wanafundisha pale. Mafundisho aina gani? Ni mafundisho ya aina gani?
So tumekuja kupata kwamba utaangalia vile wanatoa, utaangalia ni vile wanatoa, utakuja waangalie utakuja waangalie mafundisho wanayefundishwa, utakuja waangalie furaha yao ya aina gani. Je, wana furaha ama hawana furaha? Utakuja waangalie habari za ushuhuda wao unakaa namna gani. Je, wanatangaza vifo? Je, wanatangaza magonjwa pale? Je, wanamsifu shetani kwa kusema kwamba niligongwa na gari lakini si kukufa, bahati mzuri nimepona, nashukuru Mungu niko hapa? Hapana. Walie kwa Mungu, wakati unatembea katika uwepo wa Mungu, si lazima ugongwe upone ndio kuja ushuhudie. Hapana. Kwa sababu anasema kwamba hata iwe katika moto, mimi nitakulinda. Wewe sasa inakuaje umegongwa alafu unakuja kusema umegongwa alafu unakuja kusema nashukuru Mungu nimepona, sijui mama yako amesha kufa, watoto wenyu wamesha koma, watoto wako wamesha kufa wote, unakuja kusema nashukuru Mungu. Wacha kusifu shetani. Sijui kama mtu ananielewa hapa. Utajuaje madhabahu iliyo hai? Madhabahu iliyo hai haitukuzi magonjwa, haitukuzi vifo, haitukuzi matasa watu wasiozaa, haitukuzi watu ambao unasikia mchawi alikuwa ameniroga mkono wangu ukapenduka, sijui ukakuaje, nimekaa chini miaka mingi. Vitu kama hiyo kwa madhabahu iliyo hai haviko, unless kama ni mtu wa dunia amekuja kwa kanisa for first time, na anapokuja kwa kanisa for that time, mchungaji na ufanyakazi wa ile kanisa, cha kwanza anapoanza kushuhudia kuhusu ile magonjwa vile mapepo yamemtesa, cha kwanza anafaa apokezwe Yesu. Na ndio maana wakati Yesu alikuwa anaenda kanisani, anapata aswa mama mmoja alikuwa pale kanisani, alikuwa na nundu katika mgongo, umefura, ameinama. Alipoenda kumwangalia, Yesu mwenyewe akasema moyoni mwake, akasema yani shetani huyu hana aibu, ametesa mama mzee huyu kwa miaka hii yote, na hao watu wanakaa naye kanisani siku zote. Na akamwambia, mama, umesamewa dhambi zako. Aliposema mama umesamewa dhambi zako, maana alimwekelea mkono, uvimbe uliondoka, mama akanyoka saa hiyo. Akamwambia umesamewa dhambi zako. So maana ama kitendo cha kusema umesamewa inamaanisha alikuwa anasema namna gani? Wewe amemuombea wokovu. Maana kusudi usamehe dhambi zako, njia tu ya kusamewa dhambi ni njia ya wewe kuokoka. Na njia ya kuokoka ni njia ya kuacha yale mambo unayofanya na kugeukia Yesu, kumfuata Yesu. Ndiyo njia ya kusamewa dhambi zako. Hakuna njia ingine zaidi ya hiyo. Na ndio maana Yesu alipenda kutumia kwamba neno umesamewa dhambi. Paka wale watu wakaanza kusema huyu hako na uwezo wa kusamea dhambi. Nafikiria mnaanza kunielewa. Utajuaje madhabahu iliyo hai? So nikasema tena hivi, ukitaka kujua madhabahu iliyo hai, pia nikasema hapo katika sehemu ya matoleo na sehemu ya kuwajibika katika kanisa, wajibikaji tena kanisani unaonyesha njia ya madhabahu kuwa iko hai, ama njia ya kuonyesha kwamba kanisa hilo limegrow na linaelekea kupata uhai. Kuwajibika katika kanisani, kuwajibika katika kanisa inaonyesha kwamba kanisa hilo lina grow na linaelekea kupata uhai ama lina uhai. Nafikiri unaanza kunielewa. Watu wanang'ang'ania vitu, na ijalishi kama ni watoto na pia inafaa ujue kwamba kanisa ambalo liko na uhai haliweki tu watoto wa kanisa, haliweki tu washirika wa ile kanisa. Hapana, kanisa ambalo liko na uhai litabeba, kama ni kanisa la Wakristo, litabeba Waislamu watakuja, Oria watakuja ndani, watu wengi dhehebu tofauti watakuja kuingia pale. Kwa sababu watu hao hawakuji hapo eti kwa sababu wewe unahubiri vizuri, ama kwa sababu wewe umejifunza mafundisho
kanisa la Katoliki ama umejifunza mafundisho ya dhehebu fulani, ama kwa sababu pia katika mafunzo yako unahubiri ukimix ndani ya mafunzo ya Kikorani. Hapana, watakuja kwako kwa sababu dhehebu lako ama madhabahu yako iko na uhai. Kwa hivyo kama madhabahu yako iko na uhai, oria hawatangojea kutaka kujua kama wewe unahubiri Kiislamu ama kama wewe unafundisha Korani. Hapana, wao watakuja kwa sababu wanakuja kufuata uhai. Kwa hivyo njia ingine ya kujua madhabahu iliyo hai ni kuangalia, je, kanisa hii imebeba watu aina ngapi na aina ngapi, tribe gani na gani, aina ngapi na aina ngapi. Hiyo pia ni njia moja ya kujua madhabahu iliyokomaa kiroho, iliyo na uhai. Nafikiria watu wananielewa. Nakumbuka nilihubiri nikasema kwamba uhai, mtu kupata uhai ama madhabahu kupata uhai, ijalishi kama unajua kuhubiri wala hujui kuhubiri, ijalishi kama unahubiri vizuri ama unahubiri vibaya, lakini madhabahu kuwa hai ni neema ama kibali kitokache kwa Mungu, ambacho Mungu anachagua. Kama alivyosema kwamba mimi nilimchukia Esau nikampenda Yakobo. Si kwamba Esau alikuwa na dhambi, si kwamba Esau hangeweza kuhubiri, hapana, lakini nilipenda Yakobo nikamchukia nani? Esau. So kuna madhabahu ambazo kuna watu wengi, nilisema kwamba kuna watu wengi ambao wamesoma sana, wanahubiri vizuri na wamejifunza mpaka sauti, kufinya sauti, wamehubiri, wamejifunza hata jinsi ya kutunga maneno katika ustadi. Lakini katika kujua hivyo vyote, hekima ya kusungumuza na watu wengi, hekima ya kusungumuza mbele ya watu wasomi, imaanishi kwamba madhabahu yako itakuwa hai. Hapana. Kuna watu wengi sana ambaye wamesoma sana na wanaweza kusungumuza vizuri sana mbele hata ya mapresident. Wakipelekwa kwa mikutano za mapresident wanaweza kusungumuza vizuri. Wanaweza kwenda wakipata wageni wazungu wanasungumuza vizuri, wanaweza kuimpress the conference mingi katika masungumuzo yao, katika ustadi na elimu walio nayo. Lakini hiyo imaanishi kwamba madhabahu yao iko hai. Hapana. Mtu anaweza kuwa hajui kuhubiri, hana lolote lile, lakini Mungu kachagua madhabahu yake na madhabahu yake ikawa na uhai. Na ndio maana nilisema inabidi kuwe careful sana unapotaka kujua madhabahu iliyo hai. Kwa sababu madhabahu iliyo hai, kujua madhabahu iliyo hai si kwa maneno mingi, si kwa ustadi, si kwa ufundi wa injili, si kwa ufundi wa masauti za kihubiri, wala si kwa ufundi ama si kwa masomo na vyeo. Hapana. Bali Mungu huchagua sehemu anayetaka na anaweka uhai. Kama vile nilianza kusema kwamba Daudi amelia sana kujenga madhabahu. Mungu akamwambia, ndio wewe ni roho yangu, sawa, na kupenda sana, lakini wewe hawezi kufungua madhabahu, lakini katika uzao wako kutatoka atakayenijengea. So Mungu anajua vizuri kwamba Daudi ni roho yake, ndio anapenda Daudi, lakini licha kwamba anapenda Daudi, mikono za Daudi zina shida. Kwa hivyo hawezi kuchukua uhai aende kuweka uhai kwa mikono za Daudi. Hapana. Inabidi hata kama anampenda Daudi aweze kutafuta kuleta uhai kwa mikono za watu wengine ambaye wana uhai. Maana mikono za Daudi zimemwaga damu katika njia ya kutafuta zinaa. Licha kwamba alitubu, lakini kando ya kwamba alitubu, alisamewa nafsi, lakini mwili wake bado ulikuwa ni wenye dhambi. Amesamewa nafsi, lakini mwili wake ni mwenye dhambi. So akiangalia nafsi ya Daudi anasema huyu ndiyo roho yangu, lakini akikuja kuangalia mwili anasema huyu bado, hii mwili si yangu. So anasema kwamba kwako kutatoka kizazi ambacho kitajenga. Na by the way, alipojenga Suleimani, alipojenga kanisa, baada ya kutoa ng'ombe wengi sana, Mungu alitoa sauti na kusungumuza, maana ametoa sacrifice. Na ndio maana nilisema wakati mwingine nikasema kwamba kujiunganisha na madhabahu, ama nikasema kwamba madhabahu yaliyo hai lazima yanene, lazima yatoe sauti. Na ukienda hapo, maana Suleimani alisema kwamba Mungu na kuomba kwamba hili madhabahu napokuwa natoa sadaka, kwa kila yoyote atakaye kanyaga hapa
awe Mwisraeli wala si Mwisraeli, akikuja na hoja yoyote hapa, hii madhabahu iwe suluhisho. Hii inamaanisha jambo la pili, jambo la nne ama la tatu, ilikuwa ni nne ama tatu, ni kujua madhabahu iliyo hai. Ni wakati umekuja na shida yako, madhabahu hiyo inafaa kumaliza shida yako, na si kiroho tu. Watu wengi wamezoea kwamba mtu unapata mko kanisani, kanisa ni kubwa sana, ina Range Rover, ina magari hapo, mabrado, iko paka na shule, lakini watu wanatoka kule nje wameshindwa mahali pa kulala, wamefukuzwa. Watu wametoka nje kule wamelala njaa hata siku 3, wanafika kanisani hapo wanasema sisi tumepigwa na shetani sana, tumelala hata siku 3 njaa, hatujakula, tuko hapa hata tulifukuzwa kwa manyumba zetu. Wamekuja kanisani, mumama amebeba watoto, hata watoto 3 ama 4, wote ako nao pale, analala nje nao. Alafu kanisa hiyo, mchungaji anainama na maombi makubwa sana kwa mama kama huyo, anaanza kuomba kabisa, omba na nguvu na nini. Alafu baada ya kumaliza maombi yake, anawaachilia ule mama, anaenda. Wakati huyu mama tatizo lake ni nyumba hana, tatizo lake ni chakula hana, so anamfanyia maombi na anamuacha. Hii inamaanisha, hii anajaribu kuonyesha huyu mchungaji hapo. Kwangu ninapoangalia mtu kama huyo, najaribu kuangalia, naona kwamba huyu mtu anajaribu kuonyesha Mungu nini? Anajaribu kuonyesha Mungu kwamba Mungu ni mtu wa rohoni tu, wala hawezi kuwa mtu wa mwili. Na anapokuwa anamaanisha kwamba Mungu si Mungu wa mwili, ama Mungu ambaye anaweza kujitokeza hata kimwili, hii inamaanisha kwamba huyo Mungu kama ni Mungu anayebaki tu katika ulimwengu wa kiroho, basi huyo Mungu hana maana. Maana sisi wanadamu ni mwili na ni roho. So kama tutatumikia Mungu ambaye ni wa rohoni tu na si hata wa mwili, basi huyo Mungu hawezi kutusaidia. Na kama tukisema kwamba Mungu ni wa rohoni tu, tena tutakuwa tumekuwa waongo. Maana maandiko inasema katika Yohana ya kwamba yule Mungu alikuwa neno, na alikuwa kwa Mungu na alikuwa Mungu, na huyo aligeuka akawa mwili akakuja kwetu, na waliyempokea aliwapa uwezo. So inaonyesha kwamba huyo roho aliweza kubadilika akawa mwili. So nyinyi ambaye mnaombea watu ambao wana shida ya chakula, wewe umeweka gala katika store, umeweka gala, uko na gari ambayo inakula 18,000 kwa mafuta kwa mara moja tu, unaenda Western unaenda na 60,000. Mama amekuja amelala njaa kwake, analia, hajakula kwa siku 3, watoto wake wamefukuzwa, hauwezi ukamupa hata unga 2 tu ya kwenda kukula, unamfanyia maombi na kumwachilia. Hii inamaanisha kwamba umemdharau Mungu wetu mahali pakubwa sana. So kanisa, kutaka kujua kanisa iliyo hai, si utaanza kuangalia kwa matendo, si kwa kiroho tu, na hata katika kimwili utaona watu wakinawiri. Si kwamba pastor ana gari, ana ploti, ana shule, amejenga, ana mafactories, amefungua mafactories, na watu hapo bado wanafulia maoria. Watu pale wako pale, wengine hawana kazi, wanahangaika kazi. Hapana. Kanisa iliyo hai ina create opportunities, ina create job, inatafutia watu kazi. Kanisa iliyo hai, watu wanaombewa, na baada ya kuombewa wanapelekwa makazi, wanakonektiwa makazi. Si kuombewa tu kwamba njoni tukuombee tu, hapana. Kwa maana ukweli kwa mambo ni hii ya kwamba hata tukienda kanisani tufunge siku 100, hatuwezi pata kazi. Kazi lazima tutoke ndani ya kanisa tuende tutafute. Baada ya kuomba ama kufunga kama siku 3, basi baada ya kumaliza kufunga twende tuzunguke barabarani na hiyo uwepo wa Mungu tutafute hizo makazi. Lakini tukishinda pale hatuwezi tukapata hizo makazi. Hiyo ndio reality. Maana sisi Mungu wetu ni Mungu wa roho na mwili. Ni Mungu aletaye vitokayo vya rohoni, anavileta katika ulimwengu wa kimwili kusudi vionekane. Sijui unanipata ukiwa wapi. Nafikiria unanielewa vizuri, kwa sababu nasungumuzia the character of the living altar. Tabia za madhabahu iliyo hai. Utajuaje madhabahu iliyo hai? So kitu kingine niliwaambia kwamba si watu tu wa kanisa wa dhehebu hiyo ndio wanafaa kuwa pale, lakini kanisa iliyo komana, iliyo na uhai, watu wanatoka sehemu mbalimbali na kuja pale. Basi ukiangalia maandiko yanasema kwamba wakati yule ameambia wakati ambapo
mtu anaitwa Esau ameambiwa nenda winda, maandiko yanasema kumbe mama yake alikuwa pale. Mama ya Esau walikuwa pale, na mama Esau akajua kwamba huyu ataenda kubarikiwa na huyu ni slow ataenda kubarikiwa. Basi akaenda kumuibia siri nani? Kumuibia Yakobo siri, akamwambia nenda tafutia baba yako mnyama mzuri umtengenezee kabla yule hajakuja. So madhabahu nzuri ambayo iko na uhai, madhabahu nzuri ambayo iko na uhai, madhabahu hii utasikia ushuhuda wake hata kwa watu wa madhehebu tofauti, ama kwa watu wengine ambao hata hawana uhusiano na kanisa hiyo. Madhabahu iliyo na uhai utasikia watu sehemu mbalimbali wananong'onezana chini, wanatoa siri ya hiyo kanisa, wanavutana moja kwa moja, wanaletana chini, wanaletana, wanasema hiyo kanisa fulani hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wanakuja kuiba baraka pale. Maandiko yanasema akamwambia Yakobo kwamba nenda fanya kamletee baba yako. Yakobo akaleta. Yakobo anapoleta anaangalia, mzee anaangalia na macho hazioni tayari, lakini akisikia, akiguza, anaona hiyo ngozi, anasema kweli ngozi ni ya mwanangu. Licha kwamba harufu siiamini vizuri, lakini ngozi ni ya nani? Ya mwanangu. Kwa hivyo acha nikubariki. Hii inaonyesha kwamba madhabahu iliyo hai, watu kutoka sehemu mbalimbali lazima utasikia uvumi wakitangaza kwamba kule kuna hivi, kunafanyika hivi, watu wanabarikiwa, watu wanafanya nini, watu wanapona, vitu kama hivyo. Utajua kwamba hiyo ni madhabahu iliyo hai, na si tu kwa Wakristo wa hapo, si tu kwa watu wa dhehebu, hapana, hata kwa Waislamu pia watasapoti. Maana Biblia inasema Mungu akikupa kibali, amekupa kibali wewe, hata watu wa dunia watakupenda. Wacha nisimamie hapo kwanza, nitakuja tuendelee, kwa sababu nataka nifundishe hiki kitabu taratibu, pole kusudi tuweze kuelewa. Maana nimefundisha vitu vingi hapo, sijui kama utaelewa, lakini nitakuja kusudi tuendelee, kusudi na wewe kaweze kuelewa. Lakini nacho endelea kukuambia ya kwamba Songea, ukitaka